Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunaomba tuwakumbushe Watanzania na viongozi wenzetu wa dini kwamba mathalan kulipotokea yaliyotokea huko nyuma walikuwa wapi? Hatujawahi kuwaona wakilaumu serikali, hatujawahi kuwaona wakinyosha kidole kusema kwamba Waislamu jambo hilo wanalofanya sio. Kuna Waislamu wengi tu wamesingiziwa ugaidi kama ripoti yetu inavyosema. Huko Rufiji kuna watu chungu mzima waliuawa, lakini wanaosema sasa hivi wote walikuwa kimya. Tuliwahi kulalamika juu ya MOU, Memorandum of Understanding, na serikali kwa baadhi ya wenzetu viongozi wa dini au sekta zingine za dini, lakini hatujawahi kuwaona wao wakisema kwamba hapana, kuna fair play, kwamba hata na Waislamu nao wanatakiwa 1 2 3. Lakini kulitokea mauaji Mwembe Chai, kila mtu anafahamu. Hatujawahi kuona chochote kilichofanywa, lakini rais tuliye naye sasa hivi amethubutu kuunda tume kuweza kubaini matatizo yako wapi. Na hata kama sasa hivi analaumiwa kwamba angewataja, atawataja vipi? Kwa sababu hao waliotajwa wanatakiwa wasijipange kwamba kwa sababu limetajwa nikimbia au nini, tunataka washughulikiwe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kwamba Tanzania ndiyo nchi yetu. Hatuna sehemu nyingine zaidi ya Tanzania. Ama tukirudi nyuma mwaka jana tarehe 29 Oktoba, ambayo ilikuwa ndio siku ya uchaguzi, kadhia kubwa ilianza siku ile, na kwa kweli ilileta mtafaruku mkubwa katika nchi, na sitofahamu baadhi ya watu kuanza kuuawa, lakini kwa utashi na dhamira njema ya rais wa nchi hii aliamua kuunda tume ya uchaguzi ambayo ilikuwa chini ya jaji mstaafu Chande, tume ya uchunguzi ambayo imekamilisha kazi yake kwa weledi mkubwa, ingawa imepingwa na baadhi ya watu wasioitakia mema nchi hii. Hiyo ni hatua ya mwanzo tu, kwa sababu yaliyofanyika tarehe 29 sisi sote tunajua kwamba ilikuwa ni siku ya uchaguzi, lakini ni siku ambayo ilikuja na vurugu ya ajabu mpaka watu wengi wakauawa. Lakini tume aliyoiunda rais imetoa ripoti ambayo ripoti baadhi ya watu wameipinga, lakini sisi kama Watanzania, Waislamu, maimamu ambao wanawakilisha almost Waislamu wote wa nchi hii. Tunapozungumzia imamu, ni kiongozi anayesalisha mara 5 katika msikiti. Ina maana yuko karibu sana na waumini kuliko mtu mwingine yoyote. Baada ya kuunda hiyo tume na kutoa ripoti, kumetokea baadhi ya viongozi, tena wengine viongozi wa dini hasa, wameipinga, lakini wanasahau kwamba kilichofanywa ni kuitakia kheri nchi hii na kuweza kuleta amani ya kweli. Mfano wa kwanza ambao tungeweza kuutoa ni kwamba kadhia kama hii si ya kwanza katika nchi hii. Kuna kadhia nyingi tu ambazo zimetokea katika nchi hii na zingine bado madhara yake yapo, lakini hao wanaofanya upinzani hasa katika kanisa moja ambalo ni kanisa kubwa kabisa ambalo limekuwa benefited sana kabisa katika kula matunda ya nchi hii, lakini wao ndio wamekuwa wapinzani wakubwa. Wanafika na wanazungumza moja kwa moja kwamba hawakubaliani na ripoti ya Jaji Chande. Walikuwa wanataka iundwe tume huru, lakini wanasahau kwamba nchi hii inaendeshwa kwa katiba, inaendeshwa kwa miundo ya serikali ambayo mkuu wake ni mkuu wa nchi na ana haki zote za kufanya namna hiyo. Na bado hiyo tume ambayo imetoa ripoti
imetoa fursa kwamba sasa itaundwa tume ya maridhiano, lakini itaundwa tume ya jinai kuweza kuwabaini wote waliochochea katika hayo yanayoitwa maandamano yaliyosababisha kupoteza mali nyingi na kuhakikisha kwamba watu wengi wamefariki, ili waweze kufikishwa katika mikono ya serikali. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunaomba tuwakumbushe Watanzania na viongozi wenzetu wa dini kwamba mathalan kulipotokea yaliyotokea huko nyuma, walikuwa wapi? Hatujawahi kuwaona wakilaumu serikali, hatujawahi kuwaona wakinyosha kidole kusema kwamba Waislamu jambo hilo wanalofanya sio. Kuna Waislamu wengi tu wamesigizwa ugaidi kama ripoti yetu inavyosema. Huko Rufiji kuna watu chungu mzima waliuawa, lakini wanaosema sasa hivi wote walikuwa kimya. Tuliwahi kulalamika juu ya MOU, Memorandum of Understanding, na serikali kwa baadhi ya wenzetu viongozi wa dini au sekta zingine za dini, lakini hatujawahi kuwaona wao wakisema kwamba hapana, kuna fair play, kwamba hata na Waislamu nao wanatakiwa 1, 2, 3. Lakini kulitokea mauaji Mwembe Chai, kila mtu anafahamu. Hatujawahi kuona chochote kilichofanywa, lakini rais tuliyenaye sasa hivi amethubutu kuunda tume kuweza kubaini matatizo yako wapi. Na hata kama sasa hivi analaumiwa kwamba angewataja, atawataja vipi? Kwa sababu hao waliotajwa wanatakiwa wasijipange kwamba kwa sababu nimetajwa nikimbia au nini, tunataka washughulikiwe. Lakini vile vile tunakuta kwamba kuna dalili zote ambazo zinaonyesha kwamba hawa watu, kuna baadhi kabisa walihongwa, waliandaliwa na walipewa pesa, unaona, kuharibu miundo mbinu, unaona, kuvuruga na mpaka viashiria vya kuipindua serikali vilivyopo. Sasa Watanzania wenzangu, mnadhani stage inapofikia namna hiyo mpaka ya kutaka kupindua serikali illegally, unadhani kadhia hii itakuwa ni ndogo? Haiwezi kuwa ndogo. Usikimbilie tatizo tu la kusema kwamba kumetokea 1, 2, 3, lakini uangalie chanzo ni nini mpaka haya mambo kutokea. Kwa hiyo wito wetu sisi kama viongozi, turudi mezani, tungojee hayo maridhiano, na maridhiano yenyewe yasiwe na masharti kama kiongozi mmoja, katibu mmoja wa madhehebu fulani anasema kwamba lazima iundwe kamati ya maridhiano iliyo huru, yani anavyotaka yeye ndio anavyotaka iwe. Almost kila kitu ambacho kimepangwa sasa hivi yeye anakipinga, yeye na wenzake. Sisi kama watu wa amani katika nchi tunaomba maridhiano yawe chini ya rais, na tukubaliane na matokeo yatakayotokea yoyote, na wala hakuna haja ya kufufua makaburi, kwa sababu ni mambo mengi yametokea nchi hii. Kwa hiyo baada ya kuzungumza maneno hayo, naitakia kheri nchi na kuwaomba hawa wenzetu, viongozi wenzetu wa dini, kwamba wawe fair, waweze kujua kwamba walichokabidhiwa na Mwenyezi Mungu ni kuleta amani na utulivu katika nchi hii na wala sio kuleta vurugu. Asanteni sana. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Waislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.